أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد kumhimidi الحق سبحانه وتعالى na kumtakia rahma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa tuendelea na darasa letu kwa unwani mifano ya kuvutia katika Al-Qur'anul Karim, na jana ilikuwa ni utangulizi wa darsa na tulizungumzia namna ama mtindo wa fasihi ya Qur'ani, namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoonyesha umahiri wa lugha uliotumika katika Al-Qur'anul Karim kwa njia ya mifano. Katika mambo tuliyozungumza jana ni kuwa mifano aghlabia hutumika kwanza katika kuelewesha lile ambalo kwamba latakaniwa kuzungumzwa. Pili, katika mambo tuliyozungumza kuhusu mifano, tulisema kwamba mifano pia hutumika katika kumkumbusha mtu, lakini utaona hata katika namna ambavyo kwamba tulisoma katika mashule na madarasa, mwalimu huchagua wakati gani atatumia mifano. Pengine autumie mfano kabla ya kueleza kile ambacho kwamba atakapoeleza ile theory ya ile somo, ile concept, au aeleze katikati, au aamue ataeleza mwisho baada ya kumaliza ile topic ambayo kwamba alikuwa mwalimu yuwafundisha. Wa hakadha, na namna hii ndiyo sima ama theme ambayo kwamba ameitumia Allah tabaraka wa taala katika Al-Qur'an Karim kwa njia ya kutumia mifano. Angalia katika suratul Baqara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema alif lam mim ba'da bismillahir rahmanir rahim dhalika alkitaba la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Kisha sema alladhina yu'minuna bilghayb wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kisha walladhina yu'minuna bima unzila ilayka min qablika wama unzila min qablika walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, kwamba hawa ambao kwamba wazungumzwa almuttaqun, wachaji Mungu, na tukizungumzia Qur'ani kwamba ni hudan lilmuttaqin, aghlabia tafsiri ambao kwamba watasema Qur'ani ni uongofu kwa wachaji Mungu. La, Qur'ani ni hudan liman salaka tariqahu ila at-tuqa. Qur'ani ni uongofu kwa yule ambaye kwamba ameamua kunyoosha njia yake ya uchaji Mungu.
tukitafsiri tukisema hudan lilmuttaqin, kwamba Qur'ani ni uongofu kwa wachaji Mungu, washaongoka. Wataka uongofu wa nini? Kwa hivyo ni huda, ni uongofu kwa yule ambaye kwamba yuwataka kuishika njia ya uchaji Mungu, ataipata Al-Qur'anul Karim ya muelekeza namna gani atafuata njia ya kuelekea katika uchaji Mungu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, hawa muttaqun hawa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, walladhina yu'minuna bima unzila ilaika, kwamba wachaji Mungu, tutumie lugha nyepesi, Waislamu ni wale ambao kwamba wanaiamini ma unzila ilaika, ay al-Qur'anul Karim, ni wale ambao kwamba wanaiamini Qur'an. Lakini haitoshi hapo, wama unzila min qablika, katika sifa ya uchaji Mungu ni watu ambao kwamba pia wanaamini vile vitabu ambavyo kwamba viliteremshwa kabla yako wewe, bimaana wanaiamini Zabur, bimaana wanaamini Taurat, bimaana ni wale ambao kwamba wanaijua Injili. Muradi ni vile al-kutubul munazzala as-samawiyya, vile vitabu vilivyoteremshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muislamu ama muttaqun hawa wanaozungumziwa ni watu ambao kwamba ni wenye kuamini vitabu kama hivi. Kwa hiyo Al-Qur'anul Karim tupata picha kwamba ni kitabu ambacho kwamba kimekuja kufinalize, kimekuja kusummarize, kimekuja kukusanya yale ambayo kwamba yalikuwa yakizungumzwa katika vitabu vingine. Ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam vile vile ni umma ambao kwamba umekuja kukusanyiwa yale ambayo kwamba yalikuwa yakizungumzwa katika vitabu vingine. Na ndio maana utaona ni makosa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akapata mtu yosoma Taurat, halikumfurahisha Mtume kwa sababu yanaozungumzwa pale yamemalizwa katika Al-Qur'anul Karim. Mbona usisome Qur'ani wang'ang'ana kusoma Taurat? Kwa ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni umma lazima ujue Taurat, na si Taurati tu, kujua na mambo ambayo kwamba yalipitia katika watu kuikubali Taurat. Twamaanisha hivi, Muislamu mzuri ni yule ambaye kwamba yujua dhiki alizopitia Nabii Allah Musa katika kuileta hiyo Taurati. Muislamu ni yule ambaye kwamba atakaniwa ajue dhiki zilizopatikaniwa katika kukubaliwa hiyo Zaburi. Muislamu yatakaniwa aketi afahamu namna gani ilibebwa Injili mpaka kufikia pale ambapo kwamba imefikia, na ndio mwisho wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokusanywa katika kutubu siyar, namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba waliopitia mpaka hii Qur'ani leo imetufikia sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuyazungumzia haya, kwanza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo walladhina yu'minuna bima unzila ilaika, hiyo Qur'an. Allah tabaraka wa Ta'ala katika aya ya 7, katika aya ya 6 kwanza azungumzia kundi la kwanza ambao kwamba walipatikaniwa katika kuibeba hiyo Qur'an. Amewazungumzia alladhina kafaru. Kisha kundi la pili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwazungumzia wanafiki. Ukifuatilia mfumo uliokuja katika suratul Baqara, Allah tabaraka wa Ta'ala ameanza na waumini, kisha amekuja amezungumzia makafiri, kisha amekuja amezungumzia wanafiki hadhire, kisha ndio utakuja ule mfano ambao tunataka tuuzungumzie leo, kisha atakuja atazungumzia masala ya Nabii Allah Adam, kisha sasa Allah tabaraka wa Ta'ala atafululiza kuwazungumzia Bani Israili, liushaqi al-Qur'an. Wale wapenzi wa Qur'an wataelewa.
Kwa nini Banu Israil? Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Makafiri, wanafiki na waumini, ile mifano ukitizama katika suratul Baqara tulisema kiasi mfano uje uzungumziwe, huwa kuna masomo huku nyuma ambayo kwamba yamepitia, mfano huletwa kutaka kuyakusanya haya masomo katika sehemu moja, ndio yule mwanafunzi aelewe kile ambacho kwamba chazungumziwa. Ukiwaangalia Banu Israil na Nabii Allah Musa, na ukimwangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na haya makundi yote, tarikhi ya Nabii Allah Musa ina ufananaji mkubwa na tarikhi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na haya yamethibiti katika Al-Qur'an Al-Karim kwa kupitia mifano. Sisi tuko pamoja. Ukizungumzia historia ya Nabii Allah Musa, aghlabia utaigawanya katika makundi mangapi? Mawili. Kundi la kwanza la historia ni Banu Israil kipindi wanapambana na Firaun alayhi laana. Yaani kwa lugha nyingine tuizungumzie historia ya Musa alayhi salam kabla ya kuvuka bahari. Kwa pamoja. Kipande cha pili cha historia twajamzungumzia Nabii Allah Musa alayhi salam na hao Banu Israil. Kule Nabii Allah Musa alipambana na Firaun. Baada ya kuvuka bahari, Nabii Allah Musa haja kupambana na Banu Israil, watu ambao kwamba kwa imani yake alijua hawa wameniamini ndio wakalifuata. Mbeleni akaja akagundua ndani ya Banu Israil kuna watu ambao kwamba ni wanafiki, hawafuati anayoelekeza yeye kama nabii. Kuna watu ambao kwamba hawapotosha wenzao, kina Musa Samiri, wakatengeneza kijigombe kile kipate kuabudiwa. Watu ambao kwamba ametoka nao wapi? Kwa Firaun. Ukirudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hayo. Alipokuwa Makka alikuwa akipambana na makafiri. Baada al-hijra, alipokwenda Madina akaenda kupambana na kina nani? Na wanafiki. Sijui mfumo ambao kwamba tushuka nao naelewa hadhara. Na ndo maana ukiangalia Qur'ani ya Makka, zile Makia, kila kizungumziwa mtumi huko atazungumziwa Firaun, kila kizungumziwa mtumi huko atazungumzwa nani? Firaun. Ukiangalia Qur'ani Madania, kila wanapozungumziwa wanafiki huko wazungumziwa Banu Israil. Kumaanisha nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala mpigilia mfano wa Nabii Allah Musa. Ukiwazungumzia makafiri, Allah tabaraka wa taala mpigilia mfano wa Firauni alayhi laana. Ukiwazungumzia wanafiki, Allah tabaraka wa taala awapigilia mfano Banu Israil. Hivyo masahaba kipindi wanaisoma Al-Qur'anul Karim kwa kupitia ulimi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kila wanaposikia ya Bani Israil, ya Bani Israil, kwa wao kinachowafungukia wawaona wanafiki wa Madina. Tuko pamoja Angalia, innal ladhina kafaru, hakika ya wale ambao kwamba wamekufuru, sawaun alayhim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ni sawa sawa kwa wao, andartahum am lam tundirhum la yu'minun, ukiwaonya usiwaonye, la yu'minun, ni watu ambao kwamba hawato amini. Je, Allah tabaraka wa taala ni wadhulum? La, kwa sababu hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ashang'ang'ana miaka 13 kujaribu kuwapelekea risala, kujaribu kuwaelekeza katika kalima ya la ilaha illa Allah, lakini wao walikuwa washaamua sisi hatutaki kuamini. Angalia, wakamuita majnun,
wakamuita kadhabun ashir, wakamuita mwisho wakaja wakamuita ni sahirun kadhab. Walipomuita ni sahir, angalia staili ya Qur'ani, Allah tabaraka wa taala kataja uchawi kwa Nabii Allah Musa alipokuja kubwaga ile fimbo kageuka nyoka. Firaun alisema nini? Uchawi. Walipomwamini wakasema huyu ndiyo mchawi wenu mkubwa, huyu anayewafundisha uchawi. Na huku bwana Mtume Muhammad na yeye makafiri wa Maka mwita nani? Mchawi. Sawaun alayhim aandhartahum am lam tundirhum la. Kama Firauni tu. Musa ameng'ang'ana, aliamini mpaka Sayyiduna Musa atoka Masri, aenda safari yake kwa ajili ya halaka, maangamivu, ndo asema amantu bi rabbi Musa wa kiko pamoja. Aandhartahum am lam tundirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim. Kwa nini la yu'minun? Khatama Allah, ameshapiga muhuri Allah tabaraka wa taala ala qulubi, katika mioyo yao, wa ala sam'ihim, na katika masikizi yao, wa ala absarihim, na katika basira yao, macho yao. Dhishawatun, muhuri uliopigwa kwamba hawa wana kifuniko, hata ukawaambia nini hawatakuamini. Kiakili ya kiimani hushangaza sana. Yawaji Abu Jahl na miujiza yote yale Isra wal Mi'raj lakini ashindwa kuiamini risala. Yawaji kina Abu Sufyan achelewe kuja kusilimu. Yawaji kina Walid ibn Mughira wabakie kuwa katika uruku zile ambazo kwamba walikuwa uruku mbovu za kuingia motoni. Yawaje na mbele yao kuna bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim, na wanayo wao adhabu kali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashamalizana na masala ya makafiri kama alivyomalizana na masala ya Firaun. Nataka tuwe makini, tutakuja ulizana mbele kidogo. Tukiwazungumzia makafiri tumpigia mfano na Firaun. Kwa kipindi Waislamu wa Maka wasikia Firaun, walikuwa wakiwaona mafiraun ama walikuwa hawaoni? Walikuwa wakiwaona. Na ipo hadithi Mtume asema kila umma una Firaun, na Firaun huwa umma liwana Abu Jahl hadhira. Kwa masahaba kiambo inna alladhina kafaru, ukumbia inna Firauna, wao waona kina mafiraun kwa kupitia lugha ya inna alladhina kafaru. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa minan nas, na kuna kutokamana na watu, man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Grupu ya pili, kuna kutokamana na watu ambao kwamba wana tabia ya kusema amanna billahi, sisi twamwamini Mungu, wa bil yawmil akhir, twaiamini siku ya mwisho. Kwa lugha nyepesi, sisi pia tuna imani, sisi ni Waislamu. Wama hum bimu'minin, na wala wao hawana imani yoyote, si waumini. Allah tabaraka wa taala achukua grupu la pili walifananisha na grupu la kwanza, ama grupu la tatu walifananisha na grupu la pili. Hawa wa pili ni alladhina kafaru, intahatil qadhiya. Hawa hawaamini kabisa, la yu'minuna hatta tafsawaun andarta am lam tundirhum la yu'minun. Grupu ya pili, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, na wao pia hawana imani. Hatari ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachukua wanafiki na makafiri akawafanya ni kitu kimoja. Na ndio maana ukifuata mfululizo wa Qur'ani kuanzia suratul Baqara, kila unapozidi kuchimba Qur'ani juzuu kwa juzuu, ukiwa makini utapata Allah tabaraka wa taala yuanza kuwakusanya makafiri na wanafiki kuwa ni kitu
kimoja, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin, kitu kimoja. Ukiangalia katika suratul Hadid, falyawma la yukhadhu minkum, wanaomba kina nani? Wanafiki. Falyawma la yukhadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'wakum an-nar. Kila unapozidi kushuka katika Al-Qur'anul Karim utapata ndiyo Allah tabaraka wa taala azidi kuwafanya makafiri na wanafiki kuwa ni kitu kimoja. Yukhadi'una Allah walladhina amanu. Kosa lao nini? Yukhadi'una Allah, wanajaribu kumdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walladhina amanu, na kuwadanganya wale ambao kwamba wameamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, na hakuna wanachokidanganya isipokuwa wanazidanganya nafsi zao. Wama yashurun, na wala hawatambui kuwa wanazidanganya nafsi zao. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan, katika nyoyo zao kuna maradhi, kisha Allah tabaraka wa taala akazidisha juu yake maradhi. Walahum adhabun alim, hawa wanafiki lahum adhabun alimun, kule kwa makafiri walahum adhabun adhimun. Allah tabaraka wa taala asema kwa wanafiki walahum adhabun alim, wanao pia wao adhabu yenye kutia uchungu. Bima kanu yakdhibun, kwa kile ambacho kwamba walikuwa wakikadhibisha. Suala litakuja hapa, yukhadi'una Allah, wanajaribu kumdanganya Allah, walladhina amanu, na kuwadanganya wale ambao kwamba wameamini. Wanadanganya nini? Hilo ni swali ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa hakulijibu, atalijibu mbele, limejibiwa mbele. Fi qulubihim maradun, katika nyoyo zao wanao wao nini? Maradhi. Ni maradhi gani ambayo kwamba wanao? Je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwasingizia? Je, Allah tabaraka wa Ta'ala huwaonea watu kama hawa? Kisha sema wa idha qila lahum la tufsidu fil ardh, pindi wakiambiwa kwamba musiwe ni wenye kuleta uharibifu katika ardhi, musiwe ni wenye kuleta ufisadi katika ardhi, qalu, husema innama nahnu muslihun, hakika si jambo lingine, adatu hasri, sisi ni wenye kutengeneza amani, sisi tusuluhisha, sisi hatuleti uharibifu. Kwa sababu gani? Wanafiki wa Madina ambao kwamba wametajwa baadhi yao kwa majina tuwafahamu katika tarikhi na katika vitabu vya sira, walikuwa wana tabia wao hutoka wakizungumza wakisema, si huu Uislamu dini ya amani? Si lugha kwamba iko Uislamu ni dini ya amani? Mbona twende tukapigane na watu wa Makka? Si Uislamu ni amani? Na wale watu wa Makka baadhi yao ndugu zetu, mbona tupigane? Ndio lugha ambayo kwamba walikuwa wakisema mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa fi nafsi alhal, hapo hapo hutoka wakienda wakipiga madili, wakifanya mikataba, wakifanya mipango na watu wa Makka, namna gani watampiga bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tutakuja jua sababu. Sasa waambiwa, mbona nyinyi mnaleta uharibifu? Sema sisi tutengeneza amani, tujaribu kumweka sawa Muhammad na watu wa Makka. Manake Madina ilikuwa ina amani kabla ya kuja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amechukua vita vya Makka ambavyo kwamba wametaka kumuua, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khatama Allahu ala qulubihim, ameyabeba, amekuja nayo wapi? Madina. Wanafiki wa Madina kisingizio, kweli amanna, tumemwamini, kama ilivyokuja nyuma. Kwa hivyo sisi kutaka kumtetea Mtume Muhammad ni lazima tufanye suluhu na watu wa Makka, wasije kumpiga nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Innama nahnu muslihun, sisi tutengeneza, sisi tunyoosha amani
lakini kiukweli walikuwa wakitengeneza mipango namna gani watampiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe angalia katika isome vita vya Ahzab, utaelewa namna gani wanafiki walicheza part kubwa sana katika vita kama hivi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, jua na kutanabaya, innahum, hakika yao, humul mufsiduna, wao ndio waharibifu, walakin la yash'urun, lakini hata na wao pia hawatambui kuwa ni waharibifu. Kisha sema wa idha qila lahum aminu, na pindi wakiambiwa si muamini nyinyi, kama amana nas, kama walivyoamini watu. Lau watakuja watu kuwaambia wanafiki, huu Uislamu wenu, hizi imani zenu, mbona hazifanani na imani za kina Sayyidina Umar? Mbona hazifanani na imani za kina Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq? Mbona hazifanani na imani za kina Sayyidina Ali? Kunao role model hapa Madina ambao kwamba twawaona. Mbona nyinyi imani zenu kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul, mbona imani yako haifanani na Sayyidina Abu Bakr? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema qalu, ujibwe, anu'minu kama amana sufaha, hivi sisi tuamini kama walivyoamini wapumbavu. Lugha hiyo wanafiki walikuwa wakiamini muhajirun, au tunawazungumzia ni sufaha, ni wapumbavu. Tujue pumbavu wone, yani utoke zako Maka, uache mali zako, biashara zako, utajiri wako, uje mikono mitupu hata wamfuata nani? Muhammad. Upumbavu kili gani? Wao kiakili zao walikuwa wakiwabeba wale muhajirun na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakisawasawa, wale wa Madina Ansar ambao kwamba walitoa mali zao kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Kwa wao walikuwa wakiona ni upumbavu. Yani mimi wake zangu niache mmoja ati nimpe jamaa tu fulani anatoka Maka, ni nini huo? Ni upumbavu. Sio anu'minu kama amana as-sufaha, nyinyi mtaka sisi tuwe kama wale wapumbavu wanatumia akili zao. Allah tabaraka wa taala asema ala innahum humus sufahau, jua na kutanabai wapumbavu ni wao, walakin la ya'lamun, lakini wala hawana ujuzi wowote, hawatambui, hawajui kuwa wao ni wapumbavu. Kwa hivyo katika aya kama hii tupata kujua kile kilichozungumzwa nyuma, yukhadi'un Allah, kwamba wanajaribu kumdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama fi qulubihim marad, katika nyoyo zao kuna nini? Maradhi ambayo kwamba walikuwa nayo ni haya, walikijiona wao wajanja. Masahaba kina nani? Ni hawana akili, wapumbavu, ni maradhi siku zote. Yule ambaye kwamba yuko katika njia ya upotofu, akiwa ni mtu ana uelekeaji kiasi, akirekebishwa urekebishika. Lau atakuwa mbona wewe uko kama mtu fulani, si rafiki yako yule, mbona na msikitini wewe huendi msikitini, mbona yule yosali wewe usali, mbona yule amehifadhi Qur'ani wewe hauna kitu, mbona yule hivi na hivi wewe, aghlabu hurudi nyuma. Nasema kweli ninapotea, inshallah nitafanya nini? Nitajirekebisha, nitahakikisha mambo yako sawa, hadhira. Lakini mgonjwa katika moyo humuona yule aliongoka kuwa hana maana na humpandika majina, mbona wewe huko kama fulani, ushaka ule mimi upeleke wapi? Lugha hizi zipo hazipo? Mbona yeye mwenzako mashallah akaanza msikitini, ushamba tu ule kijana mdogo atakujifanya mzee, miaka 18 ushaanza kuvaa majoho vile, kujizeesha. Huu ni wakati wa ujana, you only live once. Tafanya hivi saa ngapi, tafanya vile saa ngapi, ule
ushamba. Anu'minu kama amana as-sufaha, maradhi fi qulubihim marad shafazadahum Allah marad. Allah tabaraka wa taala akazidisha maradhi katika nyoyo zao, hata wakielekezwa namna gani. Mbona nyinyi msiamini kama yule Saidina Abubakar? Mwasingizia mna imani, mbona imani zenu hazifanani na wale? Anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idha laqul ladhina amanu, na pindi wanapoonana na wale ambao kwamba wameamini, qalu amanna, na wao husema tumefanya nini? Tumeamini. Lakini wa idha khalu ila shayatin, tafsiri iliyokuja na pindi wanapotafaraghi, wanapopata privacy na wale mashaitani wao, wale ambao kwamba walikuwa wakiwafuata. Na shayatin pia katika tafsiri ni vile vilinge, zile sehemu ambazo kwamba walikuwa wakiketi na kumzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ubaya. Na katika shayatini vile vile baadhi wametaja ni ule msikiti waliojenga ule ambao kwamba umetajwa katika Al-Qur'an Al-Karim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm, mpaka mwisho, kwamba walikuwa wana sehemu zao ambao kwamba uketi wakimzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ubaya. Wakifika kule wasema inna ma'akum, sisi tuko na nyinyi, innama nahnu mustahzi'un, hakika si jambo lingine, sisi ni wenye kuwachezea shere wale waumini ambao kwamba sisi tuwaona ni sufaha. Na hapa kuna nukta kidogo nitaka kuiweka. Ukiangalia neno munafiki, kisha utakuja utapata kuna neno lingine la infaq. Kuna nifaqun, unafiki, na kuna infaqun, kutoa. Utaona ni maneno mawili ambayo kwamba yana kufanana sana hata katika misingi ya kisarfa. Kwa nini? Infaq, kutoa, ni mtu kuweka sehemu kitu akitarajia kitatoka sehemu nyingine. Ala sabili mithal, kwa lugha ya Kiarabu, lau utachukua pesa yako itie kwenye M-Pesa, ile inaitwa nini? Infaq, umetoa ikaingia katika M-Pesa. Matarajio yake hata ikienda Nakuru ile pesa itafanya nini? Itatoka hadhira point A point B. Ilipokuja katika Al-Qur'anul Karim, ni kitu chenye sura mbili. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa anfiqu fi sabilillah, toeni katika njia ya Mwenyezi Mungu. Tutakipata akhera, siku ya kiyama. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Ukikitoa hapa duniani kitatoka wapi? Akhera, na kule itakuwa ni faida juu yako yako kwamba umetoa. Fa hakadha munafik. Munafik ni mtu ambaye kwamba ana sura ngapi? Pia mbili. Akija huku ni mwema, wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna. Akija kikutana na waumini huku yuwaambia kwamba na sisi kama nyinyi, sisi waumini kama nyinyi. Lakini wa idha khalu ila shayatin qalu inna ma'akum, pindi wanapokwenda katika vilinge vyao kuzungumza, huwaambia wale sisi tuko na nyinyi. Kule nje tuonyesha kwamba sura yetu tuko na wao, lakini kihakika loyalty yetu na uaminifu wetu uko na nyinyi. Innama nahnu mustahzi'un, ila yukhadi'un Allah, wanajaribu kumdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa imani zao. Wanajaribu kuwadanganya waumini kwamba sisi tuko na nyinyi. Awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduri alamin, hivi Allah tabaraka wa Ta'ala hajui vilivyomo katika vifua vya watu? Ndio asema mbele, Allahu yastahzi'u bihi wa yamudduhum fi tughyanihim
ya'mahu. Allahu yastahzi'u bihim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiuhakika ndiye ambaye kwamba yastahzi'u, yuwachezea wao shere, yuwafanyia wao mzaha. Yeye ndiyo ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwawapeza kwa lugha nyingine, kisha wayamuddu, na yuwaacha fi tughyanihim, katika upotovu wao, ya'mahun, kwa wanatangatanga. Ikiwa ya'mahun ay wanaendelea kuwa vipofu. Baadhi ya wanazuoni wasema ya'mahun itakuwa ni upofu wa macho, ya'mahun inaotuzungumziwa hapa ni upofu wa moyo. Si fi qulubihim maradhun, tayari mioyo yao ina nini? Ina maradhi. Fazadahumullahu maradha, wao kwa wao kudanganya sifa yao ya imani, wanaona jambo la kawaida, lakini ya'mahun, mioyo yao ina nini? Ina upofu. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awakusanye ulaika, hao wanafiki hao, alladhina ishtarau dhalalata bilhuda, wamefanya biashara wakauza uongofu ambao kwamba ni imani, wakachukua dhalala ambao kwamba ni nini? Ni upotofu. Fama rabihat tijaratuhum, wala haikuwa ni yenye faida yoyote biashara ambao kwamba wameifanya, wa makanu muhtadin, wala hawakuwa ni wenye kuongoka kwa sababu ya haya walioyafanya. Tuingie sasa katika shina la darasa ya leo, tumalize. Mathaluhum, hao alladhina kafaru, innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wa idha qila lahum, ama wa minan nasi man yaqulu aman, hawa mathaluhum, mfano wao, kamathali alladhi istawqada nara. Allah tabaraka wa taala sema mfano wa hawa ni kama mfano wa mtu. Tushikeni kamathali alladhi, azungumziwa mtu mmoja, istawqada nara, amewasha nini? Amewasha moto. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awakusanye makafiri na wanafiki, kisha awazungumzie hawa, aseme istawqada nara ni kama mfano wa mtu ambaye kwamba amewasha moto? Na ukitizama sasa, wanaozungumziwa aghlabia sana wazungumziwa wanafiki, na tulisema wanafiki wafananishwa na nani? Tumesahau. Wanafiki tumesema wafananishwa na nani? Na Banu Israili. Kisha makafiri ndio wafananishwa na nani? Na Firaun. Kwa pamoja. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mfano wa nani? Nabii Allah Musa. Istawqada nara. Hawa wanafiki istawqada nara vipi? Twajua sote Madina kulikuwa na kabila kubwa mbili, Khaus na Khazraj, ambao kwamba takriban yote ilikuwa ina clans ama subclans takriban 14 kila mahali. Ikifika ni wakati ambao kwamba kwatakaniwa kufanywa maamuzi Madina, kilikuwa ni kibarua. Kila kabila na mashina yake huja na hoja zao, kwa kupata neno moja ndani ya mji mmoja ikawa ni ngumu kweli kweli. Hebu tafakari, angalia zile biashara za shares alafu hazina kiongozi. Huyu asema, yule naye yuasema, itafika mbali hiyo biashara, fiki mbali. Tofauti na biashara ambapo kwamba bosi ni mtu mmoja, akisema kazini ni saa mbili ni saa mbili, haina mjadala. Siku zote katika maamuzi lazima patikane mtu mmoja. Wakaketi wakaamua, yatakaniwa tukae tuchague mfalme mmoja ambaye kwamba yeye ndo atakuwa ndiye final one. Na ukisoma waambiwa mfalme huyu kwataka nawe ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Istawqada nara. Kwa nini mtu huwasha moto? Na ikiambo istawqada nara, tayari hapa tupata picha kwamba Waarabu wanaozungumzwa kina nani hapa? Waarabu walikuwa si watu wa civilization,
kabisa. Ni watu tembea katika majangwa na mangamia, hawakuwa na majumba makubwa kama Rum na zile ardhi zingine kina watu wa Yaman, walikuwa ni watu wa mashambani, tuzungumza wa lugha hiyo. Kwa hivyo wao ukizungumzia istauqadana, Qur'ani ikija ikizungumza, masahaba wasikia makafiri wampata habari Makka na wanafiki Madina wasikia mathaluhum kamathali alladhi istauqada nar, wapata picha. Ukizungumza istauqada nara, mtu aghlabia huwa ashaelewa pale kwa Waarabu ni mtu amesafiri usiku, giza limemuingia, yuafuta kufanya nini? Kuwasha moto. Kwanza ule moto wenye kinga kwake yeye kutokamana na wanyama wakali. Pili, ule moto pia wenye sababu ya uongofu, apate kuona kipi kinachokuja, kitu gani ambacho kwamba chaendelea. Na moto pia hutumika katika kuongoza watu. Vuta taswira uko msituni giza, atakayeongoza watu ni yule ambaye shika kijingi cha moto, ameshika kama ni nini ya waka moto, huyo ndio ambaye kwamba watu watafanya nini? Watamfuata. Kwa hivyo ile istauqada nara dalili tayari tosha ni ya uongozi. Kwa hivyo wanafiki wa Madina na wao istauqada nara, wanatafuta uongofu. Lazima tupate kiongozi mmoja ambaye kwamba ndiye atakayekufanya nini? Utuongoze. Kwa hivyo nara inayozungumzwa hapa tushapata picha kwamba kuzungumziwa nini? Uongozi. Kuzungumziwa nini? Uongozi. Kaifu Banu Israil, na usisahau Madina kulikuwa kuna kina nani? Mayahudi. Hadhira, Mayahudi walikuwa wako wapi? Madina. Na historia vipi Mayahudi wamfika Madina wingi tuifahamu. Walitoka wakisafiri kwa sababu walikuwa wakifahamu. Wewe angalia, yametajwa katika Al-Qur'anul Karim, na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza masala ya Banu Israil. Walikuwa ni watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akiwaletea manabii. Kullama halaka nabiyyun khalafa nabii, kila anapokufa nabii Mwenyezi Mungu huleta nabii mwingine. Weridhika tu Sayyiduna Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, shuka Musa, Harun. Hata huyo Sayyiduna Musa qala li fatahu, ulama tafasiri wasema huyu fatahu alikuwa akizungumzwa hapa kwa ni Yusha, na Yusha alikuwa akihesabika pia katika manabii. Si tumelala walikuwa na manabii wengi. Nabii wa mwisho wa Banu Israili alikuwa Sayyiduna Isa alayhi wa ala nabiyina afdalus salat wa taslim. Baada ya takriban century 6, baadhi wazungumza miaka 1400, hakuna hata nabii ambaye kwamba ametoka kutokamana na Mayahudi na Banu Israili. Lakini si Nabii Allah Isa alayhi salam alikuwa shawapa habari wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat. Ndio ile walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qabl. Nabii Allah Isa yake injili musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat, kisha wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmad. Walikuwa wakijua katika vitabu vyao kuna nabii anayekuja aitwa nani? Yuaitwa Ahmad. Tumeona mpaka hapa. Kwa hiyo wakatoka sehemu walizotoka mbali mbali wakitafuta, na kulikuwa kushazungumza atakuja katika sehemu ambayo kwamba ina mitende mingi. Sheikh Awad ashaeleza masala haya, mpaka akaja yule mfalme Tuba, akaja mpaka Madina. Pale Madina akanunua nyumba, na hiyo nyumba ndio ile nyumba aliyoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhukia Madina. Alipozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kunao mmoja katika wazee wa Kiyahudi alisema talaa nuru Muhammad, kitu kama hiyo, kwamba imechomoza nuru ya Muhammad, kisha akafanya nini? Akazimia. Ni habari ambayo kwamba tumezisoma na tumezisikia sana zikielezwa hapa msikitini. Muangalie
Waraka pia yeye alimjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja kumweleza yale yaliyotokea katika pango alipomuona Jibril wa hakadha. Hivyo hawa Mayahudi na wao, na kuna baadhi ya wanaozuoni wao ambao kwamba walikuwa wakisema mwaona kwamba umepita muda mrefu hatujatumiwa nabii, na kunao walikuwa wakijua nabii atatoka kutokamana na watu wengine, na wengine walikuwa wakijua nabii atatoka kutokamana na wao. Na wao mzunguko wao wote kutoka mpaka kufika Madina wanazunguka kumtafuta nani? Nabii ambaye kwamba atakuja fanya nini? Wakano semaje ile aya kwamba walikuwa wakitoa fatwa ala alladhina kafaru, wakiwaambia wale ambao kwamba wamekufuru kwamba atakuja nabii ambaye kwamba atakuja kutumilizwa upande wetu, na akija atatuunganisha na tutawapiga. Kwa sababu Waarabu walikuwa wakiwapiga sana Mayahudi katika vita. Hadhira wao walijua kuna nabii ambaye kwamba atakuja kufanya nini? Kutumilizwa. Kwa hivyo na wao istauqada nara, wanatafuta kiongozi, wanamngojea kiongozi, na ndio maana walikuwa katika ardhi ya Madina pamoja mpaka hapa. Tuje kwa bwana Mtume Muhammad na Sayyidina Musa alayhi salam. Kwa Banu Israili wakisikia istauqada nara, katika vitabu vyao kuna habari kama hiyo kwamba kuna mtu alikuwa akitaka kuwasha nini? Nani huyo? Nabii Allah Musa alayhi salam. Falamma qada Musa al-ajala fasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara. Alikuwa akitaka kuwasha moto, naye akauona moto, akawaambia watu wake, umkuthu inni anastu nara, mimi naona moto, acha niende kule, nimetafuta moto kwa muda mrefu. Hadhira naje Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika gharu Hira, sio alikuwa akifanya nini kabla albi'tha, kabla kutumilizwa? Tufahamu sote alikuwa akitoka Makka akienda, na wenye kuambao kwamba washafika watakueleza, wasema ule mlima si mchezo kupanda, kubwa sana, pango liko juu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipanda mpaka kule juu. Je, alipofika katika pango alikuwa akiketi giza? Alikuwa akiwasha nini? Moto. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, alikuwa akifanya nini katika pango? Kuna akwali tofauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa yuwafikiria nini, ajiliwa na fikra gani? Kuna kauli tofauti. Lakini kauli ambayo kwamba itavaana na haya tunayozungumza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitafuta solution. Nimejaribu kusaidia watu kutokamana na umaskini uko pale. Nimejaribu kuondosha dhulma hapa Maka, lakini dhulma iko pale. Nimejaribu kuwa muaminifu kwa watu, ndo watu waniige, wanajua mimi ni muaminifu, lakini majambazi pale. Na wasaidiaje hawa? Kila siku Mtume katika pango ya wazaa, mimi nawasaidiaje? Wa wajadaka dhallan fahada, na tukakupata wewe muhibban lil khairat sallallahu alayhi wasallam, wapenda mambo mazuri, wapenda khairat, fahada, tukawa ni wenye kukuongoza katika kuipata hiyo khairat. Kwa hivyo na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika pango, na yeye alikuwa istauqada nara. Kwa hivyo hawa Banu Israili tushawaelewa, wakafaina min ba'dihi rusul, walikuwa ni watu ambao kwamba huletewa manabii. Walipotoka wakitafuta uongozi. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, falamma adha'at ma hawlahu. Tukiendelea, baada ya wao kuwasha ule moto, istauqada nara, yule alladhi mathaluhum kamathali alladhi istauqada nara, mfano wa hawa wanafiki ni mfano wa yule ambaye kwamba istauqada nara, amewasha moto. Falamma adha, pindi ule moto ulipowaka ukaangaza, ma haulahu, vilivyomo kando yake. Naangalia lugha iliyokuja vizuri. Moto siku zote ukiwaka
kutengeneza mwangaza hadhira. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema falamma nawwarat, kwamba pindi ilipoangaza, falamma adhaat, pindi ilipong'aa hadhira. Na adhaat ni mwangaza ama dhiya, yeye yuwaacha fanya nini? Waende. Somo tunalotoka nalo katika aya kama hii, kila Mwenyezi Mungu anapokupa neema, usipoitumia neema kama ile, Mwenyezi Mungu kuondoshea. Mfano, sote tuna macho, walillahi alhamdu, twaona. Hebu chukua kitambara cheusi uifunge macho yako kwa muda wa miezi 6, uone giza. Ukifungua utakuwa nani? Kipofu. Hiyo yani hata itaki maneno mengi, manake macho yakikosa mwangaza ugeuka yakawa nini? Kama biology ngumu hii, pupil nyeusi kuwaka ifanye kazi, lazima kuwa na nini? Mwangaza. Na ndio maana hata daktari akitaka kujua mtu anzimia ama hajazimia ufanya nini? Kumulika. Iki expand na kucontract, yajua huyu mtu yuko hai. Nimeelewa? Sorry. Kwa hivyo lau itakosa mwangaza, ala sabili mithal, waonaje ukiketi sana ndani ya nyumba giza, hususan wakati wa mvua mchana giza kweli kweli, umezima na taa, afu mtu aje kuwashia taa ghafla, wao wasikiaje? Ukali fulani kwenye macho Sasa umefunga macho miezi 6 yafanye kazi, yatakuwa yanaona macho? Kwa mfano pengine sieleweki, miguu ni miguu. Lau utachukua ufunge kamba kukosekaniwe ile blood supply ambapo kwamba ndio yaitengeneza miguu yafanya kazi, tutatembea. Baada ya miezi 6 itafanya miguu itakuwa imefanya paralyze. Hapo na macho pia supply yake ni nini? Ila kadiri unavyoshindwa kutumia ile neema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa ukuondoshe. Tumepewa akili. Kuna watu ambao kwamba hawataki kuzitumia akili zao, ghafla ugopa bali wakawajinga. Kumwona mtu na akili yake afanya mambo ya ajabu, amepewa akili akashindwa kuitumia akili yake. Lugha nyingine, mtu ambaye kwamba amepewa pesa, amepewa mali, akashindwa kutumia mali kama hili kwa akili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ufanye nini? Umuondoshea. Mtu ambaye kwamba amepewa watoto, akashindwa kuangalia watoto kama wale, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ufanye nini? Dhahaba Allahu binurihim. Kisha angalia lugha iliyokuja nurihim. Huyu mtume alikuwa wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameleta mtume, si walikuwa wakimtafuta Banu Israili? Haya, huyu hapa wakanu ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum, walikuwa wakimjua mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam kafaru bihi, wakawa ni wenye kumkataa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadhahaba Allahu binurihim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaondoshea nuru ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi? Kwa kuwaacha waendelee kupotea. Na ndio maana mbele watarakahum fi dhulumati, akawaacha wao katika nini? Giza. Watu wako katika nini? Mwangaza. Walipoamua kuenda wao katika giza, tarakahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaacha fi dhulumatin la yubsirun, wakawa wako katika giza ambalo kwamba hawafanyi nini? Hawaoni. Na hao si ndio wale khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, si ndio hao sawaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Zao wao zote ni la. Ukija kwa wanafiki, si ndio hao ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au amewataja la yashurun la ya'lamun katika ambapo kwamba tumezizungumza. Wao huja katika mwangaza wakirudi, wakizidi kuketi mbali huja katika mwangaza fani, wakirudi waketi mbali, ghafla wakitahamaki wao katika giza.
Swali litakuja, watakuwaje katika giza na wanakuja katika mwangaza? Asemaje ile aya katika suratu Saff, yuriduna liyutfi'u nura Allah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Allah tabaraka wa taala alikuwa akitimiza nuru yake. Kila wao wakisongea nyuma, huja watu wengine wakaslimu, wakakava nafasi zao. Kila wakizidi kusongea, huja watu wakaingia katika dini. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazidi kufanya nini? Mtume ambao kwamba alikuwa amekuja kwa wao, ile istauqada nara, iwe ni sababu ya uongofu wao. Walipomkataa, wallahu mutimmu nurihi, ukatoka Uislamu Makka, Madina, Yaman, Sham, songa wewe, Jaziratul Arab yote, Algeria, Morocco, Afrika ishafika mpaka Kenya, ikaja mpaka South Africa. Allahu mutimmu nuri, mpaka ghafla ulimwengu mzima umepata nuru ya nini? Ya Uislamu. Hadhira wao ambao kwamba nabii alikuwa yuko kwa wao kwa wakati wao, wanaisikia Qur'ani kwa kupitia mdomo wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliposhindwa kumbeba mtumi kama neema, dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Tumalize na aya ya mwisho, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun ni viziwi, bukmun ni mabubu, umyun ni vipofu. Na ukitizama kilichokuwa cha takani wakianze hapa ilikuwa nini? Ni umyun. Kama tutakuwa makini, tumesoma nyuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wayamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tumeizungumzia upofu wa moyo, tumekuja tumezungumza huku watarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Kwa topic ambao kwamba yazungumza huku nyuma ni nini? Upofu. Mbona sumu? Mbona ianze uziwi? Kisha tena ndo bukmun, waje wawe ni mabubu, kisha ije umyun, sasa uziwi upofu, hawaoni. Kwa sababu kosa la kwanza walilolifanya kufikia wao kufika daraja ya kuwa ya'mahun, kufikia daraja wao la yubsirun, walikataa kuisikiza Qur'an, walikataa kumsikiza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa yanikumbusha ile msemo wa Kiarabu wasema asaa, kwamba mtu amekuwa amesikia vibaya, kama haijanitoka asema asaa sam'an wa asaa ijabatan. Hadhira, amesikia vibaya akajibu vibaya. Na hilo pia hueleza siku zote ambaye kwamba hasikii vizuri hujibu vibaya pia. Ala sabili mithal bubu, kiziwi ulemavu wake ni kuwa afanye nini? Hasikii. Lakini ushawahi gundua viziwi wingi pia huwa wana matatizo ya kuzungumza? Tushagundua hiyo. Kuna baadhi ya viziwi ni ngumu kuzungumza, ana maneno mazito, au akazungumza kama bubu na si bubu, kwa sababu hasikii. Hajui namna gani atayabeba yale maneno, afanye nini? Ayaseme. Sio, nimeelewa? Kwa hivyo sumu, kosa lao la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko na wao miaka 13 wapi? Makka. Wakaamua sisi hatutaki kukusikiza, wewe ni kadhab, wewe ni sahir, wewe ni majnun. Kosa lao la kwanza ni hilo. Hadhira bukmun, waliposhindwa kuisikiza risala, wakashindwa kumbeba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa majibu mazuri kama tulivyosoma katika vitabu vya sira, mfano Khulasatun Nurul Yaqin, kuna mlango mahali yasema faminhum man radda raddan jamila wa minhum man radda raddan qabiha. Kuna wale ambao kwamba walimjibu Mtume vizuri, kuna wale ambao kwamba walimjibu Mtume vibaya. Kwani ukiwaangalia watu wa Nabii Allah Nuh, kilichowafanya wakaangamia nini? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum
fi adhani. Kosa la kwanza ni mtu hataki kusikiza. Hata ukija ukiangalia haya maisha ya sasa, wewe muangalie mtu aliyepotea kwa akili zako, huwa mpotea huyo. Aghlabia hiyo Qur'ani ni asikizi, acha kufuata, hasikizi. Usizungumzie hata kusoma, hasikizi Qur'an. Kwa hivyo kosa la kwanza walilofanya hawa, walikataa kufanya nini? Kusikiza. Baada ya wao kukataa kusikiza, wakakosa kumjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa majibu mazuri ya iktida, kufuata. Kisha hawa watarakahum fi dhulumati la yusiru, wakawa ni ummi, ikawa hawaoni. Mtume yuko na wao, uongofu uko na wao, lakini wakashindwa kuiona nuru ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu wewe ushawajiuliza ile Isra wal Miraj, miujiza yote yale, kisha mtu bado anasema wewe muongo? Jamani, kuna msafara utakuja, kuna ngamia mvunjika mguu, kuna hivi kuna hivi, ule mwezi utakuwa ni wenye kugawanyika vipande viwili, na kweli yafanyika, na bado mtu anasema wewe ni muongo. Muangalie Walid ibn al-Mughira, amesomewa Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile Qur'ani kwa lugha ya vijana ikambamba, ikawa ni tamu kweli kweli, mpaka akaweka mikono nyuma iwastarehe. Baada ya hapo kina Abu Jahl wamuuliza, vipi moto kuona kama inkulegeze ile Qur'an watakumfuata Mtume? Asema wallahi innahu la halawa, ile Qur'ani tamu. Yawambia kina Abu Jahl yale maneno Muhammad matamu sana, na wallahi mimi namjua yule, hawezi kuzungumza yale maneno, kumaanisha kuna mtu yamfundisha, na haya maneno atakuja kufika mbali. Kina Abu Jahl wamwambia, usiseme hivyo. Kwa lugha ya sasa, wewe ni influencer, watu wanakufuata, watakupoteza, watakufuata, watakuwa wenye kumfuata Muhammad, lazima uzungumze maneno mabaya ndio wafuate. Innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddara thumma qutila kaifa thumma nadhara thumma abasa wa basara thumma adbara wastakbara faqala in hadha illa sihrun yu'thar, uchawi tu. Na baadaye wale wengine wakamuita Mtume na uchawi. Na hapa utakuja kuipata hata hii concept ya influencer. Ma-influencer wametajwa katika Al-Qur'an Al-Karim. Ma-influencer walikuwepo kabla ya TikTok, Instagram wala YouTube. Walikuwepo. Mfano, si hatumjui Karuni sisi. Karuni alikuwa influencer mkubwa sana. Kwani influencer nani? Si influencer ni mtu ambaye kwamba ana followers, sio? Ana jambo lake hulifanya, watu wakatamani kuwa kama yeye, watu wakaanza kumfuata yale anao yasema, akawa na fan base. Sio? Si hata Karuni alikuwa na fan base yake. Walikuwa watu wakisema tutatamani tupewe mithla ma Mutia. Tupewe kama alivyopewa huyu. Walikuwa watu sampuli hiyo. Hawadhire, mfano katika ma-influencer alikuwa ni nani? Ni mke wa Nabii Allah Nuh. Yeye ndo alikuwa akituma watu mpigeni mawe, na walikuwa wakitoka wale sufahau qaumi, wapumbavu wa mji wale, na kila mji una wapumbavu wake, wakibeba mawe wakianza kumpiga Taif. Si walikuwa kama influencer waliowatuma watu kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam mawe. Kwa hivyo Qur'ani huzungumzia ma-influencer, wako wingi hadhira, na vile vile huwazungumzia hawa followers. Ala sabili al-mithal, ala sabili al-mithal, ni vitu vingapi ama ni ma-influencer wangapi ambao kwamba waliisikia Qur'an, awe Muislamu awe si Muislamu, kisha akakubaliana nayo kwamba naosema mbona kama yana ukweli, kisha akagundua nikikubaliana na haya yanayozungumza nitapoteza nini? Fan base, jambo la kwanza. Au nitaharibu maisha. Maana pia influencing ni maisha. Mfano tukumbuka Idrisa wakati ule masala LGBTQ. Tunamjua Idrisa player huyo. Aliposimama akasema mimi sivai hijazi kwa ni PSG kwa sababu ina bandi ya nini? Ya rainbow. Masala ya LGBTQ ilikuwaje? Kisha baadaye watu walimtukana. Kuna baadhi ya mashabiki walimtenga. Yuko wapi leo Idrisa? Hadhira. Kwa hivyo kuyajua haya, mtu kwanza akawa sumu, ajifanya kama hasikii. Mfano mzuri, angalia masala haya
ya Falastini. Ni wangapi katika tunaowaona ndio celebrities, superstar ambao kwamba wajua haya yanayofanyika mambo mabaya na hawakuwahi kuyazungumzia. Unajua kwa nini? Kizungumzia nitapoteza macontract yangu, kuna endorsement, kuna haya kuna yale. Mketi mimi zungumzie Falastini hata sijui kuendelea. Watu wakiulizwa katika media wafanya nini? Wakwepa ni sumu kama hata wasiki. Kisha bukmun yuwa ni mzito wa kuzungumza, yuwatamani aseme hili linalofanyika baya, wao wanasema hawasemi. Kisha ndio huwa vipofu. Sasa anafanyika Falastini nini? Falastini kitu gani? Kama mtu hajui kuna masala ya LGBTQ ndio nini hiyo, kana kwamba hajui, na habari yote yametajwa katika Qur'an Karim. Kosa lao la kwanza walikataa kuifuata risala. Kosa lao la pili wakamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam vibaya, fadhahaba Allahu binurihim wakawani umyun. Kisha angalia Mwenyezi Mungu asema fahum la yarjiun, baada ya wao kuenda kuwa mbali na ile nuru, Allah tabaraka wa taala akawaacha, tarakahum fi dhulumati. Walipoamua kuketi katika giza, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akawaacha, wakawani summun, wakawani bukmun, wakawani umyun, hawaoni mwangaza. Fahum la yarjiun, wakawa ni wenye kushindwa kufanya nini? Kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atujalie na sisi tuwe na tamasuk na hiyo nuru, tuwe ni wenye kushika huo mwangaza, wala tusitoke tukaelekea katika dhulumati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuacha tukawa ni watu wenye kushindwa katika kurudi. Na haya katika nukta mwisho tukimaliza, pointi muhimu ambayo kwamba tutoke nao ni kwamba Uislamu wetu hautoshi. Hadhira, kwamba mimi nimezaliwa ni Muislamu haitoshi, kwamba mimi naishi karibu na msikiti haitoshi, kwamba mimi nina jina la Kiislamu haitoshi. Kinachotosha ni mtu kubakia katika ile istauqada nara, ukiuwasha moto kisha adhaat ma haulahu, ukawa ni wenye kukuwekea nuri. Keti, bakia pale kwenye nuru, keti pale. Maana yake shikamana na Qur'an. Tumesema nur ni Qur'an, fa aminu billahi wa rasulihi wan nur. Tuishike Qur'ani, tusipoishika hii Qur'ani tutapata ile dhahaba Allahu binurihim wal iyad billah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuondoshea nuru ya Qur'ani. Na ndio maana utaona wewe kuna watu hataka somewa Qur'ani vipi hashtuki. Yaani akikuona wasoma Qur'ani ukatokwa machozi, Isa kwa sahaba, ankuwa sahaba asoma Qur'ani mpaka iwali hapati ladha, hapati dhauq. Kuna watu huja tukasali, sala zetu hazitoshi. Mtu yasali akimaliza kuswali msikiti wafanya nini? Wamuasha tafanya dhahaba Allahu binurihim, ni hatari. Kuna watu hawavuti uradi, dhahaba Allahu binurihim. Hadhir, kuna watu hawana hizi itikafu. Mtu kuja kuketi msikitini asikize darasa kama hivi tusomeshane, mtu ona ngaketi wapi? Maskani, ngaketi madukani, fanya nini? Dhahaba Allahu binuri. Msikiti uko hapa, watu washindwa kuja kuketi msikitini. Misahafu tunayo, twashindwa kuisoma. Wazazi tunao, twashindwa kuwatendea wema. Mpaka Allah tabaraka wa taala anapotuondoshea vitu kama hivi, twaja tawani summun bukmun umyun fahum la yarji'un wal iyad billah. Aqulu ma kad sami'tum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikiwa nimepata ni kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ikiwa nimekosa basi ni kutokamana na upungufu wa elimu yangu. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wa afwan alaykum. La ilaha illa Allahul azimul halim. La ilaha illa Allahul azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش